Mambo vipi mtazamaji wa Mwananchi Digital? Jina langu ni Victoria Melkiadi na leo niko kwa ndugu yangu Chido Points. Wengi wanamfahamu kama Chido Points. Na atakuwa na mengi ya kutuambia, kubwa hasa ni namna gani ambavyo ameweza kuwa Chido ambaye watu wanamfahamu leo hii. Vitu gani alifanya, wanawake wangapi amewaajiri, vijana wangapi wanafanya kazi kwake, kitu ambacho kinawapa kipato na wengine. Tutakwenda kufahamu mengi kumuhusu yeye, lakini mengi ambayo wewe unajiuliza leo maswali yanapatikana. Chido, mambo? Poa, za kwako? Nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amina, za uzima. Nzuri, niambie. Poa kabisa. Leo nimefika ofisini kwako. Kwanza ni ofisi nzuri na ya kisasa, hongera. Asante sana. Na wanawake wengi sana wana mentality kwamba mwanamke peke yake hawezi, lazima kutakuwa kuna mkono wa mtu. Lakini kwako inakuwa tofauti. Mara nyingi nasikiliza ukiwa unazungumza safari yako ya maisha. Ulianzaje safari ya kufungua saluni au safari ya kuanza maisha ya sanaa ya ususi? Mwanamke yote anafanikiwa nyuma kuna kitu. Inawezekana lakini kitu hiko kinategemea ni kitu gani. Yani msingi au uokoti tu barabarani. Aidha umeupambania au umesapotiwa. Yes, mimi safari yangu nimeanza kwa mara ya kwanza kufungua saluni nikiwa chuo Kampala mwaka 2018. Nikafungua saluni ya kwanza. Baada ya hapo nikaja nikafunga. Nikaja tena kufungua saluni ya pili Tabata. Nikafunga tena. Nikaja kufungua saluni ya 3 Bonyokwa. Nikafunga. Hii msingi wa Chido Point umeanzia 2023 mwezi wa 6. Ya mtu ambaye alikuwa nyuma yangu ni dada yangu, alinipa 6,500,000 ndio nikafungua saluni hii unayoiona leo. Kuanzia hapo nilijitegemea mwenyewe na kujipambania mpaka kufika kwenye saluni hii. Mtu akija Chido anakutana na watu wengi sana. Wanakuwa saa nyingine mpaka nje. Lakini wakati ulianza na watu wangapi kufanya nao kazi? Wakati naanza nilianza mwenyewe. Kisha nikamchukua binti yangu, alikuwa ni binti yangu tu ndani, nikamfundisha kumalizia mikia ili awe ananisupport. Kwa nikaja nikaendelea na yeye. Baada ya hapo tena binti aliyekuwa mwingine wa ndani nikamfundisha na yeye akaja, tukawa 3. Baada ya hapo nikaona safari inazidi kuwa ndefu, nikaongeza binti mwingine wa 4 mpaka leo tuko kama watu 28 30. Okay, na Chido Point iko hapa Kimara au ina matawi mengine? Chido Point ipo hapa Ubungo. Hii ni Ubungo. Hii ni Ubungo Kibo, ndio. Kwa kutoka watu 4, kutoka mtu mmoja 4 mpaka sasa hivi 20 na ndani ya miaka 3 kasoro nadhani. Ndio. Mafanikio ni yapi ambayo ukikaa kama mwanamke unasema mimi najivunia Chido Point? Kwanza kuwa na watu nyuma yako 28 wote wana familia zinawategemea na wanazihudumia. Hayo ni mafanikio makubwa kwangu, kuona kuna vijana wenzangu wanategemewa na wanatoa kitu kwenye familia zao kupitia mimi. Kwa hiyo hayo ndio mafanikio makubwa. Natamani nipate eneo kubwa zaidi, niwe na vijana hata 60 ambao vijana wana familia zina watu wengi. Kwa hiyo nitakuwa na watu kama 400 nyuma kupitia mimi wanasaidia. Malengo yako ni yapi? Ukiangalia tasnia ya ususi inakuwa kwa kasi na wewe ni mmoja kati ya watu ambao wamechangia hiyo kukua. Ndio. Malengo yangu mimi makubwa kuwa na chuo cha ususi kwa sababu tunatamani vijana wengi, mabinti hata wanaotoka shule wameshindwa wapate kitu, yani wasihangaike ndio waje kwa wasusi, waje direct. Hata na ambaye hajashindwa ametoka tu chuo na yeye anapenda hii fani ya ususi, basi kiwe chuo ambacho kimesajiliwa na serikali, kinatambulika na NACTE. Kwa hiyo mtu amemaliza form 6, kamaliza form 4, anapenda urembo, anakuja direct chuo kujifunza ususi. Hayo ndio matarajio yangu na ndoto zangu kubwa. Chido, mara nyingi wewe umezungumzia hapo ulikuwa unasoma chuo cha Kampala. Alafu kuendelea na kile ambacho umekisomea. Kampala pale ni mambo ya afya kama sikosei. Ziko kozi nyingi. Wewe ulisomea kitu gani pale? Pharmacy. Kwa nini hukuhangaika na issues za pharmacy? Naona ilikuwa kitu changu, sema misingi tu ya Tanzania wengi tulivyojekea, mtoto akisoma ndo inakuwa the best. Kwa hiyo nilisoma kwa sababu ndo Tanzania tulivyojizoesha, lakini mimi kusuka ni kitu changu ambacho toka mdogo nafanya, toka nasoma nafanya. Kwa hiyo ingekuwa labda mzazi ameona kikipaji mapema, pengine hata hiyo pharmacy nisingesoma. Kwa kadri nilivyokuwa nasoma pharmacy naendelea najiona kabisa si fit.
ndio maana nikarudi tena kwenye kitu changu. Maliza. Nimemaliza. Wakati uko shule nafahamu kuna ile tunasukana, sio njoo nikusuke, sio nini. Wenzako walikuwa wanakuambia labda kwamba Chido, yani hichi unachofanya naona kama unapoteza muda? Hapana, nakumbuka Kampala nilikuwa nasuka huku nasoma. Yaani wenzangu wakiwa wanalalamika pocket money zimeisha, mimi sijawahi kulalamika. Nilikuwa ni mwanafunzi yani nilianza kuonyesha mafanikio mapema sana. Nilipanga, nilikuwa ndani na vitu. Yaani ukiingia first year unashangaa huyu ni first year au second year. Yaani nimejipanga na wala sina mkopo. Kwa walikuwa wanatamani hata wao pia. Walikuwa wanasema bora mwenzetu una kipaji. Kwa walikuwa wanatamani kipaji changu. Chido, wanawake wengi wanatamani kufika ambako umefika. Unawezaje kuandaa makongamano makubwa kama yale ambayo yanakusanya wasusi kutoka maeneo tofauti tofauti? Na ukiangalia kwa haraka 2023 mpaka 25 ambapo sasa ndio nimeanza kuyaona yale. Sio muda mrefu sana. Hao watu walikujua kupitia nini? Watu wengi wamenijua na umaarufu nimeupata kupitia TikTok, mtandao wangu wa kijamii. Kwa hiyo nilikuwa natumia vizuri kuposti kazi zangu, kuzielezea kazi zangu na utofauti wangu na wao. Mimi nilikuja kama msusi kutoka Uswahilini. Kwa hiyo sikujivunga, sikujificha. Nilikuwa nipo wazi kwamba mimi ni msusi wa hivi na hivi. Kwa watu wakavutiwa na kile kitu changu. Hapo ndo nikaanza kupata umaarufu pia na kazi zangu zilikuwa zimenyoka sana. Kwa hiyo kanibebea umaarufu na kuniamini wasusi wenzangu kwamba huyu ni mtu ana kitu, anaweza tukashare, tukafika wote mbali. Ndipo nikaanza kufanya makongamano. Hizi ideas za events zilitokana na nini? Ideas zilitokana na nilipata wazo mwaka jana mwanzoni, kwa nini tusiandike jina la Mheshimiwa Rais kichwani kama kumpongeza sisi kama wasusi. Kwa hiyo nilipata hiyo idea na mimi nikaanza nayo. Niliandika jina la Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, nikaandika kichwani na nikatoa challenge kwa wasusi wenzangu, ataweza kuandika vizuri jina la mama basi kuna zawadi. Hapo ndo tukaona kwa nini tusiweke event hiyo siku ya mwisho iambatane na hiyo zawadi na wasusi wengine tuwepo, kuna vitu vingi vya kuongea. Hapo ndo yakaanza mawazo ya event. Nakumbuka wakati event ya ile kumsuka, yani unamsuka mtu neno Samia, niliona. Lakini comments zilikuwa nyingi, zingine zilikuwa mbaya. Unaweza ukazungumzia zile yapo mambo ambayo yalishawahi kukatisha tamaa? Whether inaweza zikawa ni comments za kawaida au hata watu ambao wamewahi kukuzunguka. Ni wengi sana, yani wengi. Katika hilo jambo 50% walikataa, 50% walikubali, mpaka mashabiki zangu wakawa wanakataa. Lakini sikuwahi kukashwa tamaa kwa sababu nilikuwa najua nini nafanya. Na nilikuwa nazidi kuasi kwamba mimi siko kwenye politics wala sipo kwenye mambo hayo, ila nimefanya kwa sababu ni rais wangu wa nchi na pia ni ubunifu ambao hakujawahi kutokea. Kwa hiyo tunampongeza kama mwanamke mwenzetu kwa jinsi anavyopambana, kwa jinsi anavyofanya. Kwa hiyo sikukashwa tamaa wala sikuona vibaya, kwa sababu unapoleta kitu kwenye jamii lazima wengine wakubali, wengine wakatai. Huwezi kukubalika na wote. Kulikuwa kuna response yoyote kutoka serikali labda Chido tunakupongeza? Inaweza ikawa isiwe public lakini mtu akakufuata direct, yani akakufuata in direct way. Naweza nikasema wapo viongozi ambao wanaona tunachokifanya. Kama juzi hapa alikuja na Mheshimiwa Naibu Waziri Mary Priska, alitupongeza. Pia Mheshimiwa Waziri wa Madini Mavunde pia alitupongeza na ndo alitusupport pakubwa kwenye kufanya event ya Dodoma. Napenda kumshukuru sana leo kiupekee katika Mwananchi Digital. Namshukuru sana Mheshimiwa Mavunde, alitusupport wanawake na wasusi wa Dodoma. Event yetu naweza nikasema bila yeye kuwepo kwa asilimia zake wala isingefanikiwa. Kwa hiyo katika viongozi ambao tayari wametushika mkono wasusi, Mheshimiwa Mavunde ni wa kwanza, na juzi mama yetu Naibu Waziri wa Maendeleo wanawake na makundi maalum Mama Mary Priska ameonyesha nia na ametuahidi atatushika mkono wasusi wote wa Mbeya. Mbeya? Kwa nini Mbeya? Kwa sababu ndo mkoa tunaotarajia kwenda. Okay. Kwa mwaka huu. Kila mwaka tunaenda mkoa mmoja mmoja. Sawa. Umegusa maisha ya wasusi wangapi Chido? Najua unazungukaga kuna ile
vitenge nini, saa nyingine unaonyesha kuna mtoto naye anasuka. Umegusa maisha ya watu wangapi kwa haraka haraka ukipiga mahesabu? Kwa kweli ni wengi, nikisema hapa ni hesabu ni wengi, siwezi kukumbuka. Naona comments wengine wanashindwa kujizuia, wanakwambia umenifanya ni pambane, nilikuwa naelekea kufunga saluni lakini umenifanya niache. Yani ni wengi sana sana, na wanaofungua kupitia ma event yanayoyafanya kupitia posti zangu ni wengi. Kwa maisha ya Susi wengi naamini nimeagusa, wengine hawezi kujielezea. Kwa ni wengi sana. Kitu gani ambacho unadhani umekiongeza kwenye tasnia sasa ya sanaa ya ususi ambacho hakikuwepo huko mwanzo? Kitu ninachojivunia nimekiongeza kwenye tasnia ya ususi ni kujiamini, ya kwamba jukwaa lolote utakalosimama msusi anasema mimi ni msusi. Zamani tulikuwa hatutambui thamani yetu. Pia nilichokiongeza kikubwa, sio sisi tu wenyewe kutambua thamani yetu. Sasa hivi mpaka watu wa nje mnatambua thamani ya wasusi. Tumeona vyombo vikubwa vya habari vinakuja vinafanya mahojiano na msusi, mtu mwenye saluni. Kwa hiyo hicho ndo ninachojivunia. Viongozi baadhi ukiongelea wasusi wanakuelewa. Tofauti na zamani ukiongelea wasusi sio rahisi mtu kukuelewa. Urembo labda ilikuwa kwenye umodo, sijui wenzetu walitutangulia. Lakini sasa hivi wasusi tunaelekea pazuri, na Mungu atuzalie kutuongoza, tushikamane, tutafika pazuri zaidi. Wewe ni msomi. Kuna mtu mwingine anaona kama kazi ya wasusi wengi ni wala mafanya kwa mtaani. Lakini wewe ni msomi ambaye umefanya sanaa ambayo Mungu amekupa. Kazi ambayo Mungu amekupa. Unadhani elimu yako imekusaidia kuongeza nini kwenye kazi ambayo unafanya? Ukiwa umesoma kidogo inasaidia. Ukiingia shule sio kama utakavyotoka. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwenye kuamua maamuzi ninayochukua, pia kwenye kuendeleza biashara. Wamama wetu walikuwa wanasuka vizuri sana sana sana, lakini kidogo kuna ile kuangalia huku duniani kunataka nini. Mama alikuwa bana frame yake moja, anasuka wateja 3 2, amelizika. Lakini sisi tunavyokuja tunaangalia duniani, unakuta mtu ana saluni nje ina wasusi 200. Yaani unakuwa kama unatanuka kiakili. Sasa nifanyeje? Mimi kama msomi nianze hiki nifanye hiki. Mimi kama msomi hapa nisifanye hiki, hapa nifanye hiki. Kwa hiyo kuwa kidogo umesoma na unafanya hivi vitu kunasaidia. Ingawaje kuna mwingine anaweza kawa hajasoma kabisa na akawa na maono makubwa. Inasaidia. Chido, kuna ile tabia zipo kwenye maisha yetu ya Kitanzania. Mama yangu anasuka, automatic na mimi nakuwa msusi. Kwako ulirithi au ni wewe peke yako ndo kwenye familia ambaye unasuka? Mama yangu anasuka nywele za mkono, ameshanisuka sana nywele za shule, lakini hakuwa msusi kabisa ni kama mimi nilivyokuwa. Yeye ilikuwa labda nywele za shule, nywele tu mtu ametaka za mkono amesuka, sababu alikuwa ni askari. Mama yangu alikuwa askari, kwa hata muda kusuka hana, labda mimi atanisuka tu. Kwa hiyo sijui kama kwenye damuni nimelisi kwake, ila mimi nimeendelea, vya kulisi vinazidi. Lakini hamna mtu mwingine ambaye kwenye familia ana? Hapana, ni mimi tu. Wengine wote ndio kama ninavyokuambia, nywele za mkono, malizia mikia basi. Yes. Hii ina saluni nyingi na kubwa. Kuna ule utofauti ambao upo kati yako wewe na wengine. Wewe unadhani utofauti wako na wengine ni upi? Utofauti upo, tofauti kwenye kazi. Wengi tunafanya kazi nzuri, lakini na mimi pia najisifia nafanya kazi nzuri. Utofauti wangu pia kwenye hata bei zangu. Tuna kazi nzuri, bei zetu zimekufa. Wengi tunasema bei zetu zimekufa. Utofauti mwingine ni sisi tofauti na wao, tunasifu na kuabudu siku ya Alhamisi na Jumapili. Huku tunahudumia, wao sidhani kama wana huduma hizo. Kwa hiyo nahisi huo ndio utofauti mkubwa. Pia utofauti wangu na wao mwingine, mimi ni msusi ambaye nimejitambulisha kama msusi wa Uswahilini, napokea watu wa aina zote. Yes, kwa hiyo ndio tofauti wangu mwingine. Hii issue ya utofauti wa kuabudu. Wengi walikuwa wanapata mashaka, nilikuwa naangalia mtandaoni. Sio kusuka peke yake wanaabudu. Nafahamu kwamba kila mtu anayeingia ana dini yake, ana kabila lake. Alafu anafika inakuwaje? Anakutana na nyimbo za kuabudu na yeye unamkuta wengine wanasuka wamejumuika huko. Haijawahi kukuletea shida? Na ilivyoanza ilikuwa ina ugumu kiasi gani na changamoto gani ambazo ulipitia? Ilivyoanza ilikuwa ina ugumu watu kuelewa, lakini mimi haijawahi kuniletea shida kwa sababu
hatuanzi tukakurupuka, huwa tunawauliza wateja wetu, mpo tayari? Yani mmoja mmoja unapitia. Akikwambia sipo tayari, tunamshukuru Mungu, saluni yetu ni kubwa, ina vyumba kama 6. Kwa hiyo tutamtoa lile eneo ambalo sisi tunafanyaga kusifu na kuabudu, tutamuingiza eneo ambalo lina utulivu na yeye apate amani kama mteja mwingine. Kwa hiyo tunahudumia watu wa dini zote, tunaheshimu dini zote. Mtu akiwa hayupo tayari kushiriki, tunamweka sehemu ambayo hatasikia gumzo. Changamoto ni mtandaoni tu comment, na naamini wana comment kwa sababu hawajawahi kufika wala hawajui vinavyokuwa vinaendelea. Wao tu wanaona labda posti mmekaa mnasifu mnaabudu basi. Kwa hiyo nawaambia waje saluni. Wakishafika hizo siku, watapotoka hapa ataacha kucomment hivyo. Kwa nini Alhamisi na Jumapili hizo siku mbili ndio zimechaguliwa kwa ajili ya hizi ibada? Kwa sababu Jumapili ni siku ya Bwana. Lazima tufanye ibada. Umetoka kanisani ibada, bado upako uendelee hata huku. Alhamisi tumefanya kwa sababu sisi tunapumzika Jumatatu baadhi, Jumanne wanapumzika baadhi, na Jumatano wanapumzika baadhi. Kwa hiyo tumeshapumzika kila mtu. Tunavyokuja Alhamisi tunaingia ofisi nzima. Lazima pia tujikabidhi kwa Mungu. Kwa sababu pia kuanzia Alhamisi kazi ndo nyingi, wateja ni wengi. Kwa hiyo tunavyokuwa tunaimba, tunasifu, tunaabudu kile kipindi cha Alhamisi, na tukimaliza wateja tunafanya maombi. Ni kujikabidhi kwa Mungu. Hiyo weekend tunapoenda kushughulika na wateja, maana ni wanawake zetu. Changamoto ni nyingi. Mungu atusaidie, atuongoze. Jumapili tunashukuru, tunasifu na kuabudu basi. Jumatatu tunaanza kwenda off. Hii ni kazi ambayo amna kazi ambayo kwanza haina changamoto. Changamoto hasa kwenye kazi ya ususi, ukiachana na mambo ya mitandao ya kijamii. Changamoto zake hasa ni zipi? Changamoto customer care. Mimi naonaga biashara yani ya mwanamke na mwanamke ni mtihani. Especially kama mtu anaweza kaja saluni asipokuona wewe mwenyewe, haizi kwa respect ya ambao umewaacha. Kwa hata kama mtu amemjibu tu vizuri, hata kama amemhudumia vizuri, basi kosa wanajisikia hiki, Mr. Kiki, mimi namtaka mwenyewe, mimi hivi na hivi. Kwa wanawake tunakuwa tuna mambo mengi. Hizo ndo changamoto kubwa. Kwa unajikuta hawana customer care. Ukifuatilia kiundani, yes, kuna wengine wanakosewa kwa sababu wafanyakazi tunawaajiri sio kama tunawajua sana. Umemfanyia mtu interview, pengine ameact, afu baadaye anajionyesha uhalisia wake. Kwa kuna wengine wanakosewa, lakini kuna wengine hawakosewi, ni basi tu wanawake wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo ni changamoto sana kudili na wanawake, ila kwa kuwa tuna Mungu tunamtanguliza na tusaidia, na wanaohisi tumewakosea tunaomba radhi, sisi ni binadamu. Kwa safari yako ya sanaa ya ususi, kitu gani ambacho kiliwahi kutokea kikakuumiza sana, ambacho unasema mpaka sasa hivi hiki bado hakijapata mpinzani? Kivipi? Sijaelewa swali. Nasema kwenye safari yako ya kazi ya sanaa ya ususi, changamoto gani ambayo uliwahi kuipitia ikakuumiza sana? Labda changamoto kubwa ni mtu aje kwenye ofisi yako, alafu yani anaweza kaongea kitu, yani mara hata sasa hivi inaweza katokea. Hiyo ndio changamoto ambayo inatuumiza sana. Nasema hatuna namna. Kipindi ambacho mimi najitafuta nilikuwa na saluni kidogo Uswahilini, ndio mimi naitwa Msusi Uswahilini. Kwa sababu nilikuwa siwezi kuafford vitu vya barabarani, vilikuwa ni gharama. Lakini hiyo haikunifanya mimi niache kufungua saluni au kuendelea ndoto zangu. Kwa hiyo nilikuwa na saluni sehemu ambayo sio nzuri sana, barabara iko vizuri. Kwa hiyo unakuta mtu anakuja, afu akikuta yale mazingira anaongea sana, na anaongea mbele yenu pasipo kujali kwamba mwenzangu anajisikiaje, mwanamke mwenzangu anapambana, huenda ndo ameanza, kesho nitamkuta kwingine. Kwa anaongea mbele yenu, saluni gani? Saluni barabara mbovu, saluni sijui nini, amna kichako, yani anataka uwe fulani kwake kupo hivi, fulani kwake kupo hivi. Kwa hiyo ndo kinatuumiza sana, lakini kwa upande mwingine tunashukuru kwa sababu ndio imetujengea sisi chachu ya kupambana leo kufika hapa. Nasema okay, ngoja niwaonyeshe kwamba mimi nipo kwenye kujitafuta. Unapata sehemu nzuri kama hii, tunashukuru Mungu. Japo na kuna wengine wanawake wanakuja hapa ambapo wao mpasema ni saluni nzuri, anatoa kasoro kwa fulani hivi na hivi, kwa fulani hivi na hivi. Kwa hiyo kinatukata sometime, lakini sometime kinatupa nguvu ya kupambana. Chido, kwa haraka ukipiga mahesabu ya hii saluni ambayo unayo sasa hivi, inagharimu shilingi ngapi? Kwanza hii nyumba nilikuta yani nyumba ambayo imeisha kabisa. Kwa hiyo nimeanza kufungua huko juu, kupiga rangi, hivi vitu vya ndani.
inaweza kaenda maana nilishika milioni 50 nilishika. Kwa hiyo yani katika kuimodulate saluni kupambana nayo sehemu mpaka ikae sawa. Nijikuta sio nimebakiwa sio na 7 sio 8. Kwa more than kama milioni 40 na inafika. Okay. Lakini wapo wanawake ambao Chido wanakuangalia. Mimi ninachofahamu ukiachana na mitandao ya kijamii zile likes na comments ambazo unapata, kuna watu wengi zaidi ya wale hawa like wala hawa comments ila wanakufuatilia. Kipi ambacho unatamani kumwambia mwanamke yule wa Uswahilini kabisa ambaye labda haoni future yake ya miaka 2-3 ijayo? Anachopenda kumwambia wewe ni jasiri, pambana, usikubali ukachukua tamaa. Mtu anapokusema kwenye udhaifu wako ubebe kama vile ushauri. Yani yeye mtu anakusema, yani anaona, yani mtu anajua anakuumiza, wewe beba kama ushauri. Anayekwambia wewe uwezi ukafika sehemu fulani kwa sababu huna kipato, fanya kama amenikushauri kwamba mpenzi, tafuta kipato ili ufike sehemu fulani. Kwa geuza zile laana kuwa baraka. Usiwe mtu wa kulialia. Yani kila mtu anapokuambia kitu usiwe mtu wa kulialia. Yani hujui kusuka, uwezi kufika kama Chido. Hapana. Wewe ibebe ya kwamba jifunze kusuka uwe kama nani? Kama Chido. Kwa hiyo ndio kitu ninachomwachia. Akibeba hivyo vitu hivyo atafanikiwa. Ila akiwa mtu wa kulialia tu kulalamika hauwezi kufanikiwa. Challenge gani ambayo hii tasnia inayo? Hii tasnia ya ususi kwanza ina wanawake wengi, wanaume ni wachache. Na wanasema gani wanawake tukikaa pamoja au tukiwa tunafanya kazi moja huaga kuna changamoto? Challenge katika tasnia ya ususi ni nyingi, na sehemu zenye wanawake sio kwenye ususi tu, iwe ni bank, iwe ni mashuleni, walimu, as long as ni wanawake kwa wanawake, lazima maneno yawepo, lazima majungu yawepo, lakini inategemea wewe person unaamini nini. Mimi siamini kwenye maneno kugombana. Mimi hata nikisikia fulani amekusema, tutaongea, tutacheka. Kwa hivyo yapo mengi tu, wengine wakikuwa na wewe wanakukubali, lakini wakitoka nje huko yule anamjuaji, wale wanapenda kusema yule mjuaji, anajifanya mjuaji. Yani hivyo. Kwa hiyo mimi najua tu wanakaa watu wengi wanategemea labda anguko lako. Lakini Mungu wetu hawezi kutuaibisha. Kwa tasnia ina mambo mengi, lakini mimi nachoshauri wasusi wenzangu, achana na maneno, focus na kile kitu ambacho unataka kukifanya. Fanya kusema hivi, chana nayo. Wewe usimkasirikie, wewe nenda mbele kwa mbele, itajulikana tuko. Chido, mimi ni mmoja kati ya watu ambao napenda content zako. Inaweza ikawa ni jinsi unavyoongea, yani kuna mfanya mtu yote awe comfortable, anaona huyu ni mwenzangu, yani hana maringo. Kuna watu ambao walishawahi kukuambia kwamba labda ukiachana na vitu vingine vyote, yani mimi jinsi ambavyo unaongea ni kitu ambacho kimenivutia kuwa karibu na wewe au kuja saluni kwako au nini? Hiyo ni kweli, watu wengi sana, na wakija wakinikuta sipo vile wanakuwa kama wanakuwa disappointed. Yani mimi nimekuja nilivyokusikia unaongea wewe, yani ni wengi sana, na ndio wateja wanaofika hapa wanapenda sana na mimi ninavyoongea, tofauti na wale ambao sipendi unavyoongea, unaongea sio dada hivi na hivi. Wale ni watu wana comment, sio wateja wangu. Kwa nawaambiaga wewe sio mteja wangu. Mteja wangu anapenda ninavyoongea, acha niongee nimfurahishe. Kwa hiyo ni wengi sana wanaobarikiwa na uongeaji wangu, kwa sababu naongea vitu vya hekima, naongea pointi, sionyeshi kumdharau mtu wala kumpaka ulichafu mtu. Kwa hiyo wanapenda, namshukuru Mungu hicho sana. Sasa hivi unaingia kwenye wanawake wachache ambao wako kwenye sanaa ya ususi, ambao wanaalikwa kwenye events nyingi sana. What's so special, na huwa wanakuambiaga kwa nini wanakuita mara nyingi wewe? Mara nyingi wananiambia niende kwa sababu kwanza namna ambavyo naongea na wanawake wenzangu, hata kwenye mitandao yangu ya kijamii, the way na washauri, kwa wanahisi kama kuna kitu naweza nikaongea na mtoto wa kike kikamjengea kitu, sana kwenye kutumia vizuri mitandao ya kijamii, kwenye kukuza biashara na kwenye maadili. Kwa hiyo ndio kitu kikubwa, nikienda kuongea wanaongea. Chido, mitandao ya kijamii imekusaidia vipi kukuza biashara yako? Mitandao ya kijamii imenisaidia, kwanza imenikutanisha na watu, imenitengenezea uaminifu, tukaa na comments za watu wanaohudumiwa, wanafurahia na huduma, wana comments, kwa hiyo inanitengenezea uaminifu. Imenipa kufahamiana na watu, imenikuzia biashara yangu. Kwa wana support ambayo ni kubwa sana.
Nafahamu kwamba sasa hivi utandawazi, dunia hiyo iko kwenye utandawazi. Mitandao ya kijamii pia imekusaidia kuongeza ujuzi wa kazi yako? Ya, mimi najifunza sana kila siku. Tunaangalia wenzetu wa nje, Nigeria, tunaangalia Marekani, Kongo, tunajifunza staili mpya kupitia mitandao ya kijamii. Sometimes kitu kijui na Google. Kwa mtandao wa kijamii umenisaidia kwa kweli. Hivi karibuni ulikuwa una issue na hasa wanawake kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na issue ya nguo, lakini pia na namna ambavyo wanawake tunatumia mitandao ya kijamii kwenye kuongea. Kuna baadhi ya lugha watu wanaona ni za kawaida, lakini zinaondoa kabisa thamani ya mwanamke anapoziongea. Kwa nini hasa uliona uingie kwenye harakati za mwanamke na mavazi, hasa maeneo ya ibada? Nikisema tu ni Roho Mtakatifu mwenyewe aliniongoza, sijui alinipa huo ufunuo kuongea na wasichana wenzangu, japo wengine waliupokea vibaya. Niliamka tu nikajikuta natamani kuambia wasichana wenzangu tuziheshimu nyumba za ibada, kwao nikaongea wanawake tuvae vizuri, tujistiri kwenye nyumba za ibada na hata nje pia, sio kwenye nyumba za ibada tu. Haujui kesho yako ni nani, kwenye mtandao wako unaposti nini. Ya, unapata nafasi kubwa, upewe uongozi, mtu akifuatilia mtandao wako ulivyokuwa unajiachia, huwezi tena, unakosa fursa. Ya, kwao nikaongea nao, lakini sikuongea kama ninavyoongea na wewe, naongea kama nilivyokuwa naongeaga kule. Nikawabaluza, wale umia wakaumia, walenga likawalenga, wale ambao kubadilika mbadilika, na mpaka sasa hivi tuna kampeni yetu ya ukitoka kanisani umevaa vizuri, jiposti, andika urembo ubadili, style ibadili muonekano wako. Yes. Okay, la issue ya ile maneno mabaya mtu anaongea, kuna maneno yanakuja, kuna neno tulikuwa lilikuwepo na nikaona pia ulizungumzia, kila mtu anaongea sijui fulani unamiliki nini, wana jina lao wenyewe lile. Ni baya kwa kweli sasa kuliongea hapa. Ndio niliambia, nimeona imekuwa sasa kama vile yani imekuwa too much. Yani mwanamke ajisifi mimi ni mwanamke jasiri ninaimiliki kitu fulani, mimi ni mwanamke jasiri ninaimiliki ofisi yangu. Yani mwanamke anajisifia mimi ni hivi na hivi, ninamiliki godoro. Tena anaweza kujisifia neno baya, akasema hata najifanya yani sijui nisemeje, nanunua godoro. Yani godoro nalo la kujisifia, au umefanya kitu kibaya, umetumika na mwanamke na mwanaume kwa sababu ya kununua godoro. Mimi nimetumika nimenunua godoro, mimi nimetumika nimenunua sijui simu. Kweli simu nao ya kukusifia umetumika. Kwa hiyo nimeona kama inakuwa too much sasa. Alafu watoto wetu wanashika simu, watoto wetu katuni, maana kajichanganya ka scroll kaingia TikTok, bahati mbaya anakutana na clip mtu anaongea hivyo. Kwa hiyo ile inakuwa ni mbaya, inajenga kwenye jamii kwamba ile tabia ya kutumika na kulipwa ni nzuri. Hatuweki kwamba ni kitu kibaya, yani watu wanakeka kama kitu kizuri. Ndio maana nikakiongelea, haipaswi mtoto wa kike kama unafanya kwa malengo yako, ishie huko mtandaoni, tupiane maneno mazuri, mtu mwingine aamini. Kumbe ukiwa jasiri unaweza kumiliki simu, ukiwa jasiri unaweza kumiliki ofisi. Kwa hiyo tutumie basi hata mwanamke jasiri. Mwanamke ambaye anakutazama saa hii ana malengo, mwingine ni mwanafunzi, mwingine ni hivyo, lakini anaweza asiwe anapenda sana. Zungumza na mwanamke mambo ambayo anatakiwa afanye ili kuweza kufikia ndoto zake. Cha kwanza, kama unasoma sana, shule ina mchango wake pia kwenye kufikia ndoto. Ukiwa pia elimu ndogo, alafu unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, ina changamoto zake pia. Ndio maana hata unaona ambao hawakusoma wakaingia kwenye biashara walirudi tena shule. Yes, kwa kama unasoma kwanza, yes. Ukianza biashara kuna kudondoka, usikate tamaa. Anguka inuka. Mungu alisema hata mara 7 pia inawezekana ukaanguka na fanyaje ukainuka. Kwa hiyo usiogope. Usisikilize watu sana, washauri wasiwe wengi, mshauri mkubwa uwe ni wewe. Ukisikiliza sana washauri wao wajua unaona nini mbele yako. Wewe ndio unaelewa nini unachokiona mbele. Kwa hiyo usiruhusu washauri kwa sana. Hayo matatu ukizingatia, Mungu ni mwema, tutafikia ndoto zetu. Chido, mimi nikushukuru sana. Asante pia. Mtazamaji wa Mwananchi Digital, huyu ni Chido, ameweza kuzungumza mambo mengi, lakini namna gani ambavyo mwanamke unaweza ukasimama na ukainuka na ukafikisha ndoto zako mahali ambapo pale ulikuwa unapaona. Mimi ni Victoria Melkiadi, nyuma ya kamera alikuwa Hatib Nyembe. Amehakikisha kwamba mimi na Chido hapa tunaonana. Niko ofisini kwa Chido, Ubungo Kibo. Tumehakikisha kwamba yapo ambao umejifunza na yapo ambayo
umeyapata. Wewe kama mwanamke, huyu ni mwanamke mwenzetu, hakikisha unafika kuonyesha support. Acheni mambo ya kutuma ya comments mbaya mitandaoni, yanaumiza kwa namna moja au nyingine. Mimi nikutakia utazamaji mwema, asante.